Ukiangalia toka mpango kazi wa taifa uzinduliwe toka 2024 leo tuna takribani miaka miwili, lakini utendaji kazi wa kamati tutauona leo kupitia ya kwenu, tuone ni namna gani kwa mujibu wa mwongozo unatutaka tukae kila baada ya miezi mitatu, na ile miezi mitatu tuwe tumetengeneza mpango kazi, tuone utekelezaji, lakini tuwe na kamati ngazi ya kata mpaka vijiji au mitaa. Tunapozungumza mkoa wa Mwanza, vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake na watoto havina mipaka ya kihalmashauri, kwamba hii ni Magu, hii ni Misungwi, hii ni Ilemela. Kutokana na mwingiliano wa jiografia na mwingiliano wa shughuli za kiuchumi, kwa siku moja mtu anaweza akatoka na meli Ukelewe akaleta samaki jiji la Mwanza bila kuweka jitihada zisizokuwa na mipaka za kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, hatutaweza kufanikiwa, na kwamba kamati zetu ni lazima ziimarishe umoja na mshikamano. Na namna gani ya kufanya ndiyo hii tumeanza sasa. Kwanza tumezindua kampeni maalum ya miezi mitatu kama kamati ya mkoa, na tunataka kampeni hii ishuke sasa mpaka nyumba kwa nyumba, pango kwa pango, mtaa kwa mtaa. Lakini pia eneo lingine ambalo limeibuka kuwa changamoto kwa jiografia ya mkoa wa Mwanza ni maeneo ya mapango yaliyo karibu na shule. Mji wetu unaitwa Rock City. Sasa hivi mapango mengi yaliyo karibu na shule yamegeuka kuwa kichaka cha utoro wa watoto wengi kwenda shule. Kamati itabidi pia maeneo hayo tuyaainishe ngazi za vijiji, ngazi za mitaa, na kuweka mipango mikakati ya mahususi itakayosaidia ulinzi na usalama. Kwa hiyo niwaombe sana wajumbe kwamba kama tulikuwa tumelegalega hapa nyuma, sasa kupitia kikao kazi hiki leo ambacho tutafanya kwa pamoja na kamati ya mkoa, turudi tujipange, tuongeze nguvu zetu. Katika hilo eneo la utekelezaji wa sheria kwa kipindi cha Januari Machi, matukio ya ukatili tuliyoshughulikia, ukatili wa kingono, ubakaji kwa watoto ilikuwa ni matukio 28. Matukio ya kingono kwa watoto ilikuwa ni 28, ambayo ulawiti watoto wa kike walikuwa 8, watoto wa kiume 3. Ukatili wa kimwili watoto wa kike 6, watoto wa kiume 6. Ukatili wa kihisia watoto wa kike 24, watoto wa kiume 6. Utelekezaji ilikuwa ni watoto 20. Hiki ni kipindi cha Januari Machi kwa watoto. Lakini kwa wakubwa, matukio ya ukatili wa kimwili ilikuwa wanawake 49, wanaume 15. Ubakaji ilikuwa ni wanawake 21. Ulawiti ni wanawake 17. Kihisia wanawake 80 na wanaume 26. Kwa kipindi cha Aprili Juni, watoto ukatili wa kimwili matukio tuliyoshughulikia ni matukio 13 watoto wa kike, matukio 8 watoto wa kiume. Kingono eneo la ubakaji watoto 34. Ulawiti watoto wa kike walilawitiwa ni 4 na mtoto wa kiume 1. Kihisia watoto wa kike 36, watoto wa kiume 4. Utelekezaji ni watoto 25. Kwa upande wa wakubwa, ukatili wa kimwili wanawake 57, wanaume 17. Ubakaji ni wanawake 13. Ulawiti 0. Kihisia wanawake 62 na wanaume 19. Takwimu hizi ni Aprili Juni na zinaweza kubadilika. Taarifa hii tuliandaa wiki 2 kabla ya kumaliza mwezi Juni. Kwa hiyo taarifa inaweza ikabadilika baada ya kuingiza taarifa zingine kwenye mfumo. Kuanzia sasa mpaka tarehe 10 taarifa zinaweza zikabadilika, kwamba zinaweza zikapanda, kwa sababu hapa ni pale tulipofikia tarehe 15. Sasa kutoka tarehe 15 mpaka tarehe 30 jana, kwa takwimu hizi zinaweza zikabadilika. Na wahanga wote hawa walipata msaada wa kisaikolojia, walipata huduma za matibabu, msaada wa kisheria, na mashauri yako katika hatua mbalimbali, polisi na mahakamani. Na kuna mashauri ambayo tayari hukumu zimeshatoka. Ukatili upo aina nyingi kama tulivyosikia hapa Magu. Kuna vijiji ambavyo wakati mwingine kuna watu wanafanyiwa ukatili katika ulimwengu mwingine wa roho. Sasa ukatili katika ulimwengu wa roho wakati mwingine unaathiri kisaikolojia. Kwa mfano mtu amelala akaamka akakuta ni kama ameingiliwa kimwili, yani ametendewa
amefanyiwa ukatili wa kingono, lakini katika ulimwengu wa roho asiyejua kwamba ni nani amefanyiwa ukatili huo. Lakini pia wakati mwingine wanakuja madarasani, shuleni asubuhi, wanafunzi wanakuja kusoma, lakini wanakuta kuna vinyesi. Sasa vitu kama hivi vinaambatana na imani pia katika ulimwengu wa roho, kwa sababu ni roho za kishirikina, lakini watu hao wanaofanyiwa hivyo wanakuwa na ukatili kisaikolojia. Sasa vitu hivi mara nyingi sisi kama viongozi wa dini, ndio maana tuko kwenye kamati ya mtakuwa, kuwajenga kiimani pia, kuwajenga kisaikolojia, kujua kwamba Mungu yupo na hivi vitu haviwezi kutokea. Lakini wakati mwingine tunaombea, ndio maana tunakuwa na shehe, tunakuwa na askofu, tunakuwa na maombi ya kuombea. Kwa lugha nyingine ya kiroho tunasema tunavunja hizo roho, kwa sababu kibiblia inasema Yesu alikuja kuzivunja imani potofu, alikuja kuziondoa kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda tumemshinda shetani. Kwa hiyo zile ni imani za kishetani, na ndio maana tumezungumza habari za imani potofu, tumezungumza mila na desturi. Kwa hiyo wakati mwingine watu wanaamini zile desturi za kichawi wakiamini kwamba wanaweza kunufaika, lakini tunapoendelea kutoa elimu hii ya mtakuwa ni kwamba imani zile ni imani potofu, watu wasiziamini, waendelee kumwamini Mungu na kuamini serikali yao.